katika kipindi cha miaka 5. Mechi moja. Yaani nikwambie kitu, nyota njema huonekana asubuhi, na mwalimu ambaye akiingia kwenye timu, sifa ya mwalimu bora kwanza huwa anatengeneza safu yake ya ulinzi. Utaiona timu ngumu kwenye kufungwa na utaiona ngumu timu kwenye kufunga magoli. Tafsiri yake ni nini? Tafsiri, mwalimu wa mpira wa miguu ambaye ni coach akichukua timu, kitu chake cha kwanza anatengeneza ngome ya kutokuruhusu magoli, na anapotengeneza ngome ya kutokuruhusu magoli ndio timu huwezi kuiona ina flow kwenda mbele kufunga magoli. Maana yake kwanza anasisitiza kwenye uimara wa nyuma. Lakini ukimwona mwalimu anaingia kwenye timu anataka kuonyesha kwamba timu inacheza moja kwa moja, anataka kuonyesha kwamba ana flow kuscore magoli, ndio pale nyuma panakuwa wazi, magoli inaingia. Sasa sio kwamba amewaona wamefungwa kwenye mechi ya kirafiki goli 4. Maana yake msimu kama huyo kocha atamaliza msimu yule, tegemeeni kuna mechi atakula 5, kuna mechi atakula 4, kwa sababu sasa timu inafundishwa na meneja. Wao wanasema ni kwa sababu ndio anatengeneza mfumo sasa ili Simba kuwa tishio. Inawezekana kuna mapungufu mengi Fadlu aliacha. Nimekwambia Mavala, wakati unatengeneza mfumo kama mwalimu, maana yake ni lazima utengeneze mfumo kutokea nyuma, kwanza timu isiruhusu magoli. Yaani hiyo ndio sifa ya mwalimu bora yoyote anayetengeneza timu. Ndio maana umeona mfano, na kutolea mfano. Umeona Romain Folz? Umeona Romain Folz? Wakati anaitengeneza timu yake, kwanza compact inatakiwa iwe nyuma kutokuruhusu bao. Umeelewa? Lazima timu nyuma isiruhusu kwanza bao wakati timu inaiva. Halafu katikati kwenda mbele ndio panatengenezwa ile mifumo ya kutengeneza nafasi, ili zipatikane nafasi ma striker waweze kutumia, washambuliaji waweze kutumia. Ndio maana Romain Folz tangu kaingia Yanga, nitajie wewe, ondoa lile goli tulojifunga Kigali Rwanda, ondoa lile goli tulojifunga wenyewe, nitajie goli gani ambayo mpinzani ka open play afa ka score goal mbele ya Yanga? Yupo yani wewe mpinzani. Unajua kwa nini? Kwa sababu watu watasema timu haichezi vizuri, lakini yeye kwanza katengeneza combination ya nyuma ya kutokuruhusu bao. Timu itakuwa ina flow, inaondoka. Halafu katikati kwenda mbele ndio kutaanza kuonekana mabadiliko ya aina ya uchezaji, ambayo hayo sasa yameanza kuonekana hivi karibuni. Timu ile AI Mohamed Dumbia, namna ambavyo ataingia na kina Pacome Zouzoua kwenye timu moja, watakuwa wanacheza zile pasi za aina gani, mtindo gani ambao unaofaa mzuri wa watu kutengeneza nafasi. Hiyo ni timu bingwa. Ndio mwalimu anatakiwa kutengeneza. Watu wa football watanielewa. Watu ambao wamekuja kwenye mpira kwa ajili ya kushangilia matokeo tu hawatanielewa sasa hivi. Hapo huwezi kunielewa. Lakini watu ambao wako kwenye industry football kwa muda mrefu na wanapenda mpira, kocha akurupuki kutengeneza timu, ukaingia tu basi unataka kuonekana wewe ndo pila lako lile la kusambaza mali. Shekhe, utakuja kula 5 hapa. Sasa unamwona mwenzio yule kala 4 yule, na walikuwa wanataka kufanya siri lakini watu walikuwepo. Siri imefichuka, chuma 4. Shekhe, Anza kuamba kabla mechi haijaisha. Zile si 4. 70 na ngapi ameshakula 4. Yaani dakika 70 mtu kala 4. Dakika 70 mtu kala chuma 4. Mavala, mimi niko hapa. Sawa? Mimi niko hapa. Kwenye ligi ule pale na timu ndogo anakula lungu 2. Ndogo. Wakikutana na madaraja ya kati kina Singida nani hawa, hizo 4 zitahesabika. Tukifika kwenye daraja la juu kabisa la Young Africans 5, hiyo tukikutana nao sisi 5 ipo. Yale matokeo yamefurahisha sana. Mimi kwa upande wangu nimefurahi. Na napenda Simba wafungwe miaka yote. Hii mimi kwa upande wangu nimefurahi. Tena nimefurahi kweli kweli, wala hata sifiche. Kutoka moyoni nilivyosikia tu yani nilivyosikia tu mechi ya kirafiki wanacheza, nikauliza na nani Al Hilali. So walifungwa wiki iliyopita na 1 bila swile 2-1. Walishinda 2-1, walicheza pale na nili. Kasema hawa ngoja tuwaone tena. Jana wamekandwa chuma 4, nikasema alhamdulillah. Na bado watu ambao walikuwa wanasikia wameajiri meneja
sasa ile shageuka baa. Simba Queens jana amekandwa. Hapo ndo raha ikaongezeka. Kwa sababu shekhe, raha ya jana ilianzia kwa madada zao kukandwa. Halafu wamekandwa na timu ambayo sisi tumecheza nayo tukiwa nusu uwanjani. Sisi tulikuwa na red card. Unakumbuka? Yes, timu yetu ilicheza mpira mkubwa na mpaka tuna red card, mchezaji mmoja hayupo, tu bado tumeendelea kutengeneza nafasi na mechi ikawa imewapalia JKT. Waliona mechi ilivyokuwa tafu, lakini wameenda kucheza na Madunduka kamkumbe dakika ya 6 tu. Sasa Mashujaa ikamfunga ngapi? Goli 2. Mpira waliocheza na Mashujaa umeona? Mpira waliopigwa Yanga jana na Mashujaa umeona? Mtu kana chuma 3. Lakini tuachane na Mashujaa, Mashujaa wadogo. JKT na Yanga. Sikila mtu kaona pale kukosa ule refa kamkumbe kutupunguza sisi, wale walikuwa nakufa. Walikuwa nakufa, lakini wenzetu wamekutana na wale dakika 10 tu washakula chuma. Haijamaliza washajiweka. Yule mwingine kasko kama bonge la heda hii. Yani enjoy jana. Yani makolo wa kike wamekula chuma na makolo wa kiume wamekula chuma. Kolo Queens na wale kolo wanaume aliyekula nyingi siku. Yani ukijumlisha jana Simba wamefungwa bao 6, wamefungwa 6 kwa 2. 6 kwa 2. 6. Yani Simba kapigwa bao 6 siku ya jana, bao 6. Yani wameenda kulala vizuri kabisa, kama ni meneja na watu wake, wahudumu wake, wote wameenda kulala na goli hizi 6. Unamuona Pantev akimaliza msimu shisha. Na kwa nguvu. Hivyo cheka kumaliza msimu, kocha ili avumilike, timu isiruhusu mabao mengi. Kocha ambaye watu wanaweza wakamvumilia. Sare 1-0, watu wanakuvumilia. Ukianza kuruhusu magoli mengi, lakini ya kirafiki na magoli. Ya kirafiki. Mimi si nipo hapa. Yule kocha afiki Februari. Kocha afiki Februari. Mimi si mzwa. Mimi sijai kutupa maneno. Mimi sijai kukutwa na fulfillment letter, mimi sijai kukutana nayo. Kocha afiki Februari wa Simba. Kama unabisha, weka mzigo. Sinaweza mimi nimekupa hela juzi hapo kwa uliza mashabiki wa Simba, bora hela zangu hujarudishia mpaka leo. Mimi sijawahi kutupa maneno, sijawahi. Kocha wa Simba hafiki Februari. Mbona Simba waondoe matumaini? Shekhe yule tunakutana naye Disemba, tunamkanda, atasema mechi ya kwanza, mechi ya pili tu, akikutana na Yanga hapo katikati shughuli yake imeisha. Wakati anakuja wenyewe walisema huyo ndio kiboko yenu, mwisho wa kufungwa na Yanga. Sisi Vitali Pantev, meneja wa bodi. Sisi tuna timu mbovu miaka hiyo, Simba hatufungi. Sasa hivi timu imejaa kila aina ya kipaji cha dunia. Wewe Yanga hii utaitoa wapi? Unajua, ngoja niwape siri moja. Waandishi wa habari wa michezo wa nchi hii sio wazi. Yani nyinyi mna balance mambo. Na mna balance nadhani kwa sababu mnapenda content. Lakini kwenye uhalisia wa maisha ya football ya nchi hii, Yanga yuko mbali maili 1000 au maili milioni 1 ukimlinganisha na Simba. Yani hiyo mliona kama masiara hivi ilivyokuwa inatokea, lakini sasa hivi ni uhalisia na mnaona kweli Yanga wamepiga hatua. Lakini hamwezi kusema, sio nyinyi, swalaumu nyinyi kina Mavala tu, hata hao wachambuzi wanaochambua mpira wallahi inakuwa pia kwa dunia nyingine. Sisi wanajua kabisa tuko na dunia yetu tofauti na Simba. Yani hilo, kwa mfano Mavala, sasa mimi nakwambia, wasije kasema labda mimi sisemi, labda na watengenezea mitego. Yanga Afrika na makolo Madunduka, Madunduka, compare mafanikio kwenye hizi season 4, wao watakwambia wana season 4 kabla ya Yanga. Lakini iangalie Yanga upande wa wanachama, una compare na Simba? Yani uhalisia sasa, yani wachukue Simba na Yanga kwenye idara ya wanachama, tunafanana? Hatufanani. Sisi tuna wanachama wengi na watu wanaendelea kusajiliwa kila kukicha. Yani watu wanatoa taarifa zao, wanasema bwana sisi tuko sehemu fulani, tunahitaji kupata kadi za wanachama za Yanga. Kwa Simba hicho kitu hakuna.
Msemaji wa Yanga mshamuona kabeba deli la jezi kaenda kuuza. Yeye ni msemaji, afisa habari wa taasisi. Mimi nimekuuliza tu levels za kuuza mtumba. Mimi sijawahi kuona pia. Yaani mmemwona afisa habari yoyote wa Yanga? Ni ubunifu kuuza mtumba mikoani. Ni kampeni ya kukataza jezi fake. Yaani hiki msikione hivi. Mnashindwa kusema ukweli. Yaani afisa habari wa Yanga alikamwa anatoka hapa na jezi za anabeba mtumba wake. Jamani F30, F25, mwenye F10. Sima anachambaka mwanachama wenu. Shekhe nakwambia mimi. Hizo ni levels ambazo ziko tofauti ya Yanga na Makolo. Yanga na Madunduka. Uwezi ukamkuta msemaji wa taasisi kubwa kama hii ya wananchi akaenda kuuza mtumba mkoani. Yeye ni hangaika kabisa. Sasa huko taasisi anaisemea nani kama yeye anauza mtumba huko? Kuna ubaya. Biashara yake. Kampeni. Na kuuliza biashara yake Ya Jairut. Sasa mwenye biashara yake si ajipambanie. Inawezekana kumfumo. Wewe msemaji wa taasisi unaenda kuuza mtumba. Si bora angewapata kina Kisugu. Angewatuma wale kamkumbe wale kina pasi milioni wale kina sujui mzee wa saluti kamata tia kwenye kikosta peleka huko aenda kauze mtumba. Ameenda kuuza mtumba yeye. Shekhe msemaji wa taasisi ya Yanga hawezi kufanya kitu shana. Acha saki huko hizo levels. Sawa? Kwetu tuna rais wa club. Iko cheo kwa Madunduka unaweza kusema ndo mwenyekiti si wa timu, si ndo mwenyekiti kwao, sijui ndo mwenyekiti wa bodi, lakini ndo mwenyekiti, si ndio? Hivi level aliopo rais wa Yanga ndo level za kiongozi wa Makolo. Yaani sasa hivi ikitokea mtu anamkompea engineer na kiongozi wote wa mpira nchi, akikutana na mimi jambo la kwanza lazima ale kofi. Kelbu nitakalomkata hataamini. Nitaenda jela mimi kwa ajili yake. Mtakaye msikia anamfananisha engineer Hersi Ali Saidi aidha na Mangu na kiongozi yoyote wa mpira wa nchi yoyote, Kelbu linamuhusu Sheikh. Hata wewe ukilitamka sasa hivi hakikisha ujiandae kulipokea. Yaani hapo sina huruma kwenye jambo hilo. Sheikh mpaka kuchini. Kiongozi ambaye ni mjumbe wa CAF wa mkutano mkuu AGM, unamzungumzia mwenyekiti wa umoja wa vilabu barani Afrika ACA, unamzungumzia mjumbe wa kamati ya mashindano ya FIFA kwa upande wa vilabu. Ukimkompea na kiongozi wako kamkumbe alozoea kuleta udalali kwenye mpira, mimi lazima nikukate Kelbu. Sio anayetokea nyumba ile ya Msimbazi wala sio anayetokea nyumba ile ya TFF ya pale Karume. Uwezi kukompea. Huyu ndio kiongozi wa kihistoria kwenye mpira Tanzania. Halafu hajataka janja. So lazima uwe kiongozi bora wa mpira Afrika kutokea Tanzania, lazima upitie Karume. Kapitia jengo la wananchi Yanga Afrika. Kafika Kafu, jengo Moroko la kufanyia kazi. Ana ofisi Moroko la kufanyia kazi shekhe. Sasa hivi anaenda kupata ofisi nzuri muda sio mrefu shekhe, tulia. Yo itika tu. Na hata hapa mlipokuja leo, hii ni nzuri ya Tanzania. Kaeni tu. Sasa kama mfanyakazi wa FIFA yuko hapa na anafanya kazi za FIFA, hapa ni wapi? Na wewe ni nani? Hapa ni wapi? Na wewe ni nani? Na wauliza. Hapa si Young Africa? Hapa unaona hapa Jangwani. Hapa unapaona wewe Jangwani. Hasa hapa wafanyakazi wa FIFA anafanya kazi wapi? Wafanyakazi wa FIFA? Makao makuu hapa. Sasa hapa kuna mfanyakazi wa FIFA anafanya kazi za FIFA. anafanya kazi ya Jangwani. Anafanyia Jangwani. Hii ni nzuri Chindogo. Kaa utambue hilo. Jangwani jengo la Yanga anafikia hapa. Hapa kuna mfanyakazi wake wa FIFA yuko hapa, mfanyakazi mwenzio wa FIFA yuko hapa. Si umenielewa? Yaani Infantino akitoka zake huko Uswizi huko, akisema anaenda Tanzania kutembelea mpira wa Tanzania, anampigia simu mfanyakazi mwenzio wa FIFA. Bana hapo zuri chipako sawa sawa. Kubwa lazima
game. It's a real